Nilikuwepo toka jana, hiyo moto unaanza jana kwenye saa 1. Kwa wakati moto unaanza ulianzia kwenye hilo jengo la Salvatori. Moto umepambana kwa kweli, wamejitahidi sana kuzima. Imekuja gari ya kwanza ikafuata maji, ikaja gari ya pili ikafuata maji, mpaka safari 12 mimi nimehesabu. Yaani kitu ambacho nimejifunza cha kwanza kabisa kwa hao wenye nyumba, sawa, wanavyojenga waangalie, kwa sababu ni vyumba vimebanana sana, sawa, maduka yamebanana sana, ukaribu umekuwepo sana, na ndio umesababisha mpaka ile ajali ikatokea, sawa. Alafu kingine tena nilichojifunza, watu wakate bima. Kama una bima utafanya kazi vizuri, utakuja utafidia chochote kile. Tanzania na sio mara ya kwanza kumpa pesa zangu, anafanyia biashara na yuko Bugando, anaumwa, atanilipa nini? Watoto wanaenda shule, mtu anaumwa, anakufa, duka limeungua, milioni 60 ya Kitanzania. Natoa wito kwa wawekezaji, ikiwezekana wapate hao wamiliki wa majengo ambayo yameshakuwa ya muda mrefu, kwa sababu inasababisha hayo service inakuwa ni ngumu. Upande wa umeme inakuwa ni shida, jinsi hata kama shoti imejitokeza kuitatua inakuwa ni tabu kulingana na majengo jinsi yalivyokuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo ningeshauri wamiliki wa majengo waweze kuwa wanapitia nyaya zao kila wakati na kuangalia shida iko wapi swala la umeme kwa ujumla, kwa sababu ya miundombinu yetu ya Mwanza inasababisha pia kuchelewa kwa kuwahi huduma. Inakuwa ni tabu kidogo kuwahi tatizo, ila kwa hili kidogo tuwapongeze zimamoto, wamejaribu kuwahi na kuokoa kwa wakati. Kama ambavyo mnafahamu, eneo hili ni eneo ambalo linakuwa na wafanyabiashara wengi. Ni eneo liko bize wakati wa usiku, liko bize pia wakati wa mchana. Lakini tangu tukio hili limetokea usiku la moto, ulinzi na usalama wa watu na mali zao umeimarishwa kwa kiasi kikubwa sana. Askari wa jeshi la polisi pamoja na magari tulitanda katika jiji zima la Mwanza, lakini hususan haya maeneo ambayo yalikuwa yakiwaka moto, kiasi kwamba watu ambao pengine walikuwa na lengo la kufanya vitendo vya uporaji hawakupata nafasi. Udhibiti wa jeshi la polisi ulikuwa ni mkubwa mpaka leo asubuhi, ambapo kwa mujibu wa wenzetu wa zimamoto na uokoaji ni kwamba huu moto umeshazimwa. Sasa kilichobaki sasa hivi, jeshi la polisi limeendelea kushika doria katika maeneo haya ili wale wanaotamani vitu vya bure, wanaotamani kupata mali bila kufanya kazi, wanaotegea matukio yatokee, wao wanufaike, kuhakikisha kwamba wanadhibitiwa. Kwa hiyo tutaendelea kushika doria eneo hili ili liendelee kuwa salama. Lakini tulikuta moto ukiwa ni mkubwa sana. Tulianza kupambana nao na ulikuwa umepita juu kwa juu kwenye dari na kutokea mtaa wa pili hapa mtaa Lumumba hadi mtaa wa Lwagasole. Lakini tuliweza kupambana kwanza kuhakikisha moto usambai kwenda nyumba za jirani, kwa sababu nyumba za hapa zimegusana. Ile nafasi iliyepo kati ya jengo moja na jengo lingine imeunganishwa, anafanyia biashara pale. Wao tukajaribu kupambana kuhakikisha moto hausambai. Lakini kingine ambacho kilikuwa ni changamoto, kila duka, karibu maduka yote yana dari, na kwenye dari wanatumia kama store, na kule ndio kulikuwa kumeathirika zaidi. Sasa namna ya kupambana na moto ambao uko kwenye dari ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa inabidi labda ushushe dari chini ambayo tayari imejengewa kwa uimara ili iweze kuhifadhi mizigo ili uweze kupambana na moto. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana. Kingine ni bidhaa mbalimbali zinazouzwa huko. Maduka haya mengi yana vipodozi. Vipodozi kama perfume zinakuwa zimetengenezwa katika hali ya kwamba ikipata joto inalipuka. Kwa hiyo kulikuwa na milipuko mingi sana na mikubwa sana. Watu wakawa nafikiria hapo kuna nini vitu vinalipuka, kuna mabomu. Hapana, yalikuwa mabomu, ila zilikuwa ni aina ya vipodozi kama vile perfume. Tunashukuru Mungu kwamba moto uliweza kuwa majengo moja tu la pili, ila majengo mengine yaliyosalia takriban 4 yaliyozunguka tuliweza kuyaokoa. Ukiangalia majengo mawili yalikuwa na maduka kama 77 kwa ujumla wake, lakini yaliyoteketea ni maduka 54. Kwa hiyo maduka
takriban 23 hivi yameweza kuokolewa, lakini mengine yameteketea kabisa, lakini mengine yameteketea kwa kiasi kwamba waliweza kuokoa mali zao. Tunashukuru Mungu, hatujawahi kupata madhara yoyote ya kibinadamu. Hakuna majeruhi wala kifo kwenye tukio hili. Majeruhi ni yale machache, mtu amekatwa na bati kidogo na chupa na kadhalika, lakini wapambanaji wetu ambao ni askari na wananchi wote tumetoka salama kwenye tukio hili. Huu moto umedumu takriban masaa 14. Tumeanza saa 1 jioni kama nilivyowaambia mpaka karibu saa 4 za asubuhi. Kwa hiyo timu yetu ilikuwa inaendelea na uchunguzi. Baada ya uchunguzi tabaini chanzo na kuweza kujua hasara iliyopatikana. Kwa hiyo ya usalama wa mkoa wa Mwanza ni shwari kuanzia sasa hata huko tunakoelekea, na vyombo vyetu vya usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha mkoa wetu, wilaya ya Nyamagana na wilaya zote katika mkoa wa Mwanza zinakuwa salama. Masoko yetu tutaimarisha usalama. Katika maeneo ya stendi tutaongeza vyombo vya usalama. Katika maeneo ya mikusanyiko ya watu tutaongeza usalama. Kwa hiyo wale raia wema, msiwe na wasiwasi. Mkiona serikali na vijana wake wako mitaani kwa ajili ya usafi na mambo mengine, wapeni ushirikiano.